Christmas ni sikukuu muhimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 25 Disemba na Wakristo kote duniani. Sikukuu hii huadhimishwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo ambaye anaaminiwa kuwa mwongozi wa wanadamu. Christmas si sikukuu ya sherehe tu, bali ni kipindi cha kutafakari upendo, amani na matumaini katika maisha ya binadamu. Katika kipindi cha Christmas, watu hukumbushwa umuhimu wa upendo na kushirikiana. Familia na marafiki hukutana pamoja, kushirikiana chakula, zawadi na furaha. Ni wakati ambao watu wengi husaidiana, hasa kwa kujali wahitaji kama mayatima, wagonjwa na maskini. Matendo haya huonyesha maana halisi ya Christmas, kutoa kwa moyo wa upendo. Pia Christmas ni wakati wa kuimarisha maadili mema katika jamii. Watu huhimizwa kuwa wavumilivu, wasameheana na kuishi kwa amani. Ujumbe wa Yesu Kristo kwa upendo kwa wote huhamasisha watu kuacha chuki, ugomvi na ubinafsi na badala yake kujenga mahusiano mazuri kwa vijana na watoto. Christmas huwa ni kipindi cha furaha na matumaini. Huwa ni wakati wa mapumziko, michezo na kujifunza maadili mema kupitia hadithi na mafundisho ya Christmas. Wazazi na walezi hutumia nafasi hii kuwafundisha watoto umuhimu wa kushukuru na kuwaheshimu wengine. Kwa ujumla, Christmas ni zaidi ya mapambo, nyimbo na zawadi. Ni sikukuu inayotukumbusha kuishi kwa amani, upendo na mshikamano. Kila mtu ana wajibu wa kuendeleza roho ya Kikrismas, si siku moja tu, bali katika maisha ya kila siku. Makala hii imesomwa nami Neema Hassan. Naitwa Martina Obasi Mwaipaja, nafanya kazi soko la Machinga Complex by Road. Kwa msimu huu wa sikukuu tuseme tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa tulipofikia, miezi tuliyopitia ni migumu sana. Tumefika, tulijua Christmas biashara itaenda vizuri, lakini biashara imekuwa tofauti na tulivyofikiria, tofauti na matarajio yetu. Japokuwa tujamalizia, tumebaki siku 2, lakini huwezi jua, yamkini tutauza japokuwa haiwezi kakizi mahitaji yetu kwa hizi siku kadhaa. Biashara Machinga Complex ni ngumu kwa kipindi cha sikukuu. Hatujajua sana sababu, lakini tunamshukuru Mungu kwa yote. Nipende kuwatakia heri ya Christmas na mwaka mpya watu wa Dodoma na mikoa yote, mjini kwa vijijini. Tunawapenda sana, karibuni Machinga Complex. Bana, jina langu naitwa Denisi, nafanya biashara Machinga, niko Block C, nauza nguo za watu wa kiume mostly. Kwa kipindi cha Christmas tunafurahia sana kwa sababu biashara imekuwa nzuri, wateja ni wengi zaidi, wamekuwa wengi sana kwa sababu wengi wanajiandaa na maandalizi ya Christmas na mwaka mpya. Kwa hiyo wananunua nguo kwa bei ambayo tunafurahia sisi kama wanafanya biashara. Kwa hiyo we are happy for that na tunapenda kuwatakia ile Christmas na mwaka mpya. Asanteni sana. Napenda kuwatakia familia yangu ile Christmas na mwaka mpya na watu wa Machinga wote na wafanya biashara. Of course, kwa majina naitwa Laurent Julius Malo. Napenda kuwatakia Watanzania wote ile ya Christmas pamoja na mwaka mpya. Enjoyment forever. Yeah. Furaha, upendo na amani vimetawala ndani ya watu hawa. Wameonyesha upendo na furaha kwa kuzungumza nami na kueleza hali halisi katika msimu huu wa sikukuu. Ni vitu gani wamekutana navyo, ni faida gani wamezipata kutokana na biashara zao, hasa katika msimu huu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Na wameweza pia kuonyesha upendo kwa kuwatakia heri watu wao wa karibu kama wazazi, watoto, familia, wafanyabiashara wenzao na taifa kwa ujumla. Licha ya hayo yote, pia wameshauri kuwa na sherehe za amani, kupendana, kushirikiana, kufanya vitu kwa pamoja, mfano kupata chakula, kutoka sehemu, refresh mind. Pia mimi kama mwanafunzi na shauri pia sherehe hizi ziwe za amani, watu tupendane, yani zitumishe upendo wetu, tuelewane, tusiwe na chuki.
Yaani sherehe zituweke pamoja, kama kuna watu wana ugomvi basi wapendane, wasichukiane, sisi wote ni binadamu, kukosea kupo. Kwa hiyo tusameane tulipokosea, maisha yaendelee. Kupitia sherehe hizi watu waonyeshe umoja wa kushirikiana mambo mbalimbali. Kama kuna kazi basi washirikiane, wafanye kwa umoja. Pia washerekee, maana si rahisi kuanza mwezi wa kwanza tarehe 1 mpaka leo tarehe 25 mwezi wa 12 kufika. Kuna wengi tumewaacha, kuna wengi wametangulia. Kwa hiyo naomba tusali, tuzidishe maombi, tuombeane.